Hangaika na walinda wananchi. Lakini wamenifanyia kazi. Wamenifanyia kazi. Nimeshinda kuinda kwangu. Nimeshinda kumlinda. Sifai. Pole. Sifai. Pole. Pole mwenyekiti. Nimeshindwa kumlinda mke wangu. Nakupa nashukuru. Nashukuru. Sikini yangu saa 6 alinipa chakula. Nikarudi kazini. Saa 12 dakika 4 nilipiga nimuletee msusa. Niko kiangaika hapo. Nakuja nakuta mke wangu hayupo jamani. Hii video ya askari polisi akilia kwenye msiba wa mke wake bana imeleta kama hisia mseto hivi miongoni mwa baadhi ya Watanzania. Na hii ni kutokana na visa ambavyo tumekuwa tukikutana navyo kuhusiana na jeshi la polisi la Tanzania kuonekana kabisa kwamba wanawadhulumu wananchi, hususan matukio ambayo ilitokea kuanzia Oktoba 29 mpaka sasa hivi. Kumekuwa na kama kamvutano fulani na chuki fulani hivi ambayo imejengeka ndani ya mioyo ya Watanzania wengi dhidi ya jeshi la polisi la Tanzania, lakini pia kuna wengine ambao wamejenga chuki yao dhidi ya jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ. Sasa hii ni moja kati ya video ambayo imekuwa ikitrend kwenye mitandao, inamuonyesha huyu askari polisi analia kabisa, amepata msiba wa mke wake ambaye amewawa, lakini hapa bana akawa anasema kwamba yeye binafsi anajitolea kwa ajili ya kuweza kuwalinda wananchi, lakini ameshindwa kumlinda na mke wake. Sasa hii kitu kinaonekana kabisa kwamba kimempa huzuni mkubwa sana. Analia kwa uchungu, lakini ilikuwa napitia baadhi ya comments. Kuna Watanzania ambao waligawanyika. Wengi wakasema kwamba ujue msiba ni msiba tu, haijalishi umemkuta nani, lakini likifikia swala la msiba ni moja kati ya vitu ambavyo vinawaunganisha watu. Mtu anaona pamoja na kwamba ni msiba wa mtu ambaye ana maovu yake, lakini pia anahitaji huruma na anahitaji pia ule ukaribu kama watu wengine. Lakini wengine wakasema kwamba polisi wana mioyo fulani hivi ambayo ni ya kikatili. Sasa wana labda yakiwafika kama ilimfika huyu jamaa, na mwenyewe pia ataelewa uchungu ambao wananchi wengi wamekuwa wakipitia, na wamepitia hususan wale ambao waliuliwa ndugu zao tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 siku ya uchaguzi, na wale wengine pia ambao ndugu zao wametekwa kwa maana kwamba wamepotezwa. Lakini wengi walikuwa wanasema kwamba hivi vitu vyote havifanywi na mwananchi wa kawaida, vinafanywa na watu ambao wanapewa maelekezo kutoka kwa wakubwa wao, yani wenyewe wanasema kwamba orders from above, ama masharti ambayo yanatoka juu. Sasa wengi ambao wamekuwa kitumika katika matatizo haya yote ambayo yamekuwa kiwakuta wa Tanzania, masuala ya utekaji na kuuawa kwa baadhi ya Watanzania, ya matukio yamekuwa kifanywa na jeshi la polisi, na wakiona kwamba kama tukio kama hili linamtokea mtu yote ambaye anafanya kazi na jeshi la polisi, basi wao wanafarijika. Unaona kabisa kwamba na wenyewe pia wanapata fursa ya kuonja machungu ambao wamekuwa wakipitizia wananchi kwenye matatizo haya. Sasa sijui kama una maoni tofauti na haya ambayo yamesemwa na baadhi ya Watanzania kwenye comment section. Nipe maoni yako, kile unachohisi kuhusiana na hiki ambacho unakiona kwa huyu askari wa jeshi la polisi. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.